Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ripoti kuwa ile ziara ya jana niliwaambia ya waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi kwenda Uturuki lilikuwa ni ombi la Marekani kwa Uturuki kuwaomba Irani waje kwenye meza. Lilikuwa ni ombi. Sasa unajua baadhi ya vyombo vya habari vinadai kuwa Marekani ilikuwa imependekeza kwa Irani kuwa tunaacha kuwashambulia kwa sharti la mtupe au toeni zile urani kilogram 400 za urani zile mlizo nazo, zitoeni ili tusiwashambulie. Nadhani hiyo taarifa ilikuwa inazungumza kwa nafasi hiyo. Marekani anataka ule urutubishaji wa kilogram 400 za urani ambayo mnakumbuka wakati wale wa mashambulizi ya Fordo, Isfahan na Natanz walisema wameshambulia na kuangamiza kila kitu. Wakati huo nilizungumza, lakini wafia magharibi walidhihaki kile nilisema. Nilisema kuwa Marekani hajafikia malengo at the same day, yani baada ya mashambulizi tu nilisema kabisa pale pale tu kuwa hajafika malengo yoyote. Lakini hata baadaye vyombo vya kiusalama vya Marekani vikaanza kuthibitisha na vingine vikitia wasiwasi kauli za kisiasa za Donald Trump. Trump akawa mkali sana hata akihojiwa na wanahabari kuhusu kufikia malengo. Mwanahabari mmoja aliuliza kuwa mbona kama malengo ya kufiwa, akasema kuwa chombo chako kinatakiwa kikufungie leseni na hiki chombo kifungiwe, hakipaswi kuwepo kwa sababu huwezi kudharau kazi ya mapilot wetu waliofanya. Je, kama hawajafika malengo? Kwa sababu nilikuwa nikifuatilia ile taarifa mwanzo kabla ya mashambulizi na nilikuwa nikichukua maoni ya wataalamu wengi kuhusu swala la nyuklia. Ilikuwa wazi, hata IAEA walikuwa wakithibitisha wazi kuwa kama kutatokea mashambulizi kulenga vinu vya nyuklia vya Irani na vile vinu vikaathirika, athari ni lazima ingepiga eneo kubwa. Nilizungumza wakati huo kuwa kuvuja kwa zile kemikali, yani kuvuja kungeleta athari kubwa katika eneo kubwa. Fikiria leo hii IAEA wamekwenda Ukraine. Kwa sababu nini? Kumekuwa na vurugu kwenye kinu cha Zaporizhia, vinu vikubwa, yani moja kinu kikubwa zaidi Ulaya cha nyuklia cha Zaporizhia. Kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Hiki ni kinu cha Ukraine ambacho kiko chini ya udhibiti wa Israeli. Sasa kinu hiki kimekuwa na ugomvi na mashambulizi kwa pembeni. Kwa hiyo wachunguzi wa IAEA wana wasiwasi ikiwa kwanza ni hatari kuzizima mashine, ni hatari zikivuja, ni hatari kwa kila kitu. Mwaka 86 Ukraine mpaka leo kienda kuna eneo lenye historia, kinu cha Chernobyl ambacho kilivuja mwaka 86. Athari yake iliyogonga, ilivuja, watu waliathirika mpaka maelfu ya kilomita mbele. Ulaya eneo kubwa liliathirika baada ya kinu cha nyuklia kuvuja cha Chernobyl cha Ukraine. Sasa nilifuatilia kuanzia mwanzo ndani ya Irani na wataalamu wakawa wanathibitisha kabisa ikiwa kweli mashambulizi ya Marekani yataenda kugonga, basi uvujaji utaonekana, athari itaonekana. Zilitajwa baadhi ya nchi zilizokuwa jirani zingeathirika pia na ule uvujaji. Lakini hata ilivyoshambuliwa, unajua wanasayansi wa ndani wa Irani ambao walikuwa wakifuatilia ile mionzi na nini, wakasema tu kuwa hakuna lolote, hakuna uvujaji wowote. Ilikuwa ni jibu kuwa hamkufika malengo. Sasa kulikuwa kuna ile taarifa ile wanasema urutubishaji ulikuwa umefika kilo 300 mpaka 400, 360 mpaka 400. Zile urani ziko wapi? Zimehamishwa kupelekwa wapi? Ambazo zina uwezo wa kutengeneza makombora kadhaa ya nyuklia. Zinaweza kutengeneza makombora kadhaa. Sasa mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kati ya Abbas Araghchi na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, ambayo yatampeleka Araghchi leo, nadhani atakutana na Erdogan,
ni ujumbe uliopelekwa na Marekani kwaomba Irani kuwa wakubali kusalimisha urani yao ya kilogramu 400 ili Marekani aache kuwashambulia. Ndio maana unaona majibu ya Abasi jana yalikuwa makali yakisema kuwa hatuna mjadala kwenye urani wala hatuna mjadala kuhusu uwezo wetu wa makombora. Hatuna. Yani tuko kwenye ulimwengu ni wa ajabu sana. Yani sijui unaweza ukasema tuko kwenye ulimwengu wa ajabu sana. Jana Marekani imetangaza kuwa imeidhinisha uuzaji wa silaha kwa Israeli ambao zaidi ya dola bilioni 6. Uuzaji mpya wa silaha kwa ajili ya ulinzi wa Israeli, ikiwemo helikopta zile za Apache na silaha nyingine, makombora, sijui uwezo wa kujilinda, thamani ya $6 billion. Sasa huwa ninawaambia kuna kauli inakuja uuzaji kwa Israeli. Kwa Israeli hamna uuzaji. Israeli kuna upelekaji, ni msaada. Kitu ambacho Ukraine nilikuwa nikiwakatalia kuanzia mwanzo. Ukraine, Marekani anatoa msaada, Marekani hatoi msaada kwa Ukraine. Marekani anauza kwa Ukraine. Ila inakuja kwa kauli ya Marekani anatoa msaada kwa Israeli. Sasa Israeli utaona kuwa ameidhinishiwa kuuziwa, sio kuuziwa, ni kupewa, kwa sababu Israeli halipi kwa Marekani. Kama hiki ambacho kinakuja sijui ngapi inapelekwa kwenye ile pesa ambayo Marekani hutoa kwa Israeli. Yani makampuni mengi ya silaha ya Amerika ni makampuni binafsi, sio ya serikali. Kwa hiyo serikali ya Marekani huwa inatoa 3.8 billion kuipa Israel kila mwaka. Kwa hiyo serikali ya Marekani itatoa katika hizo pesa kulipa makampuni yake kwa ajili ya yale makampuni kupeleka silaha kwa Israel. Sasa ninaposema dunia ni ajabu sana. Unamjazia Israeli silaha, unawambia Hamas waangamize silaha, unawambia Hezbollah waangamize silaha, unamtaka Irani asiwe na silaha, Israeli au muongezee silaha. Jibu lake nini? Kwa nini wote ni maadui? Yani sisi wote ni maadui. Kwa nini wewe utumie nguvu kutudhibiti sisi halafu mtoto wako umuongezee? Ndio inapokushangaza kuwa kwa nini sisi utudhibiti halafu yeye halafu kitu kimoja ambacho kwa Irani itakushangaza kuwa Irani haishi kwa silaha za magharibi. Yani uwezo wake wa ulinzi na kujilinda ni wake binafsi. Yani vipi unizuie kutumia changu kwa uwezo wangu? Takupa story moja nilimsikia Profesa Mohamed Marandi alikuwa akielezea wakati anaelezea kuhusu uwezo wa Irani ilivyoachwa baada ya mapinduzi ya 79, akieleza kuwa mwaka 77 nadhani alikuwa anazungumza, kati ya 77 na 78 kulikuwa kuna project moja ilikuwa ikifanyika kati ya utawala wa Shah pamoja na Israeli, ushirikiano wa pamoja wa uanzishaji na uchunguzi wa uwezo wa kutengeneza silaha. Gharama kubwa za ile project, yani fedha, zilitolewa kutokana na fedha ya ndani ya Iran, kuuzaji wa mafuta, ikapelekwa Israeli. Ikatengeneza kamati moja ambayo ilikuwa ina ushirikiano kati ya Irani na Israeli, ndio ikawa inajulikana kuwa hii ndio kamati inayofanya uchunguzi. Kumbe behind the scene zile fedha Israeli ndio walikuwa wanatumia kwenye project zao kwa ajili ya utafiti wa silaha. Matokeo yake mpaka kufika 78 hakuna utafiti wowote wa maana uliofanyika. Lakini wakati huo Marandi anakuambia kulikuwa kuna mikataba, kwa sababu Irani ya Shah ulinzi wake haukuwa uamuzi wao, kama zilivyo baadhi ya nchi za Kiarabu hivi leo hazina maamuzi juu ya ulinzi wao, kwa sababu ulinzi unaamuliwa Washington. Mtamlinda vipi, mtajipanga vipi, mtakaa wapi? Ndio ilivyokuwa Irani ya wakati huo. Kwa hiyo Irani ya wakati huo haikuwa na uamuzi wowote kuhusu uwezo wake wa kiulinzi. Anasema makampuni ya Marekani ndio yalikuwa yanasambaza silaha kwa Irani, mabilioni ya dola. Lakini katika kile ambacho huwa wanasema, nadhani hata ulimwengu mwingine hivi sasa wana ile kusema kuwa tunaleta wataalamu wetu wajaribu kusaidiana na wataalamu wenu kwa ajili ya kuwafundisha teknolojia na mbinu za kutengeneza nini. Marandi anakuambia hakuna wanachokuongezea ila wanakudhibiti usikue. Yani kila wataalamu wenu watapoonyesha kama kuna njia kuwa ya kwenda kufika kwenye kutimiza, wao wataiblock, watasema hii sio njia sahihi, watawapa njia ambayo nyinyi muwe slave. Kwa hiyo ushirikiano wa miaka mingi kati ya Shah na ulimwengu wa magharibi haukutoa lolote, haukuwa na majibu yoyote. Uamuzi na usimamizi na ulinzi wa Irani ulibaki kwenye mikono ya magharibi, kwa wao ndio wanaamuaje. Kwa hiyo anakuambia Marandi, mfano
wakati baada ya mapinduzi yalivyotokea, anasema hebu chukulia mwanzo wa mzozo wetu na Iran. Saddam Hussein alikuwa kawezeshwa, silaha zilitiririka, fedha ilikuwepo kutoka katika nchi nyingi za Kiarabu zinauza mafuta, kwa sababu kama nilivyowaambia kuwa 1979 mapinduzi yale ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani yalikuwa ni tishio baya sana kwa nchi zilizopo Mashariki ya Kati, ikiwemo ugomvi wa wazi wa moja kwa moja wa Saudi Arabia. Ndio nikamwambia Saudi Arabia akaenda kuanzisha uhusiano na Pakistan, lakini Misri kulikuwa kuna ugomvi wa wazi kabisa wakati huo, uliodhihirika wazi wakati Iran iliunga mkono Muslim Brotherhood, na Misri ilianzisha uhusiano na Israel wakati Iran walikuwa miaka hiyo, kwa sababu ni mwaka 79 huo ambao Misri ndio walisaini makubaliano na Israel. Kwa hiyo kuna upinzani wa wazi katika nchi na mataifa mengi ya Kiarabu ambayo ndio yalitoa fedha kwa ajili ya kugharamia, lakini ulimwengu wa magharibi ulitoa silaha za kutosha kwa Iran, kwa Iraq, ili Iraq iweze kuisambaza Irani wakati huo. Marandi anakuambia ilidhihirika kwa sababu Iraki walikuwa wanapiga wanapotaka, walikuwa wanafikia sehemu yoyote. Anasema tumepigana vita tangu mwaka 80, hatukuwahi kuvuka kwa sababu tulikuwa hatuna silaha. Anasema ni mara moja mwaka 85 tuliweza kupiga kwenye benki moja ya Iraq, ndio tukawastua kuwa kidogo wapunguze kutushambulia, kwa sababu walikuwa wakishambulia maeneo ya kiraia, wameua maelfu ya watu, wameshambulia maeneo ya masoko. Anasema ni mara moja kwa kutumia Scad-B, makombora ya Kisovieti ambayo walipewa msaada na Libya kwenye huo mzozo, ndio waliotumia angalau kuweza kupiga na kujaribu kupunguza. Sasa fikiria, anasema kilichotufanya tukashinda ile vita kwa miaka 8 tofauti. Anasema baada ya pale, kwa hiyo alikuwa akitoa, atasema kwa sisi tulijifunza ulinzi wetu binafsi, ili uwe ulinzi kamili ni lazima ni ulinzi ambao tunaumiliki wenyewe. Sio, umeelewa? Hauwezi kusema kuwa mimi nina ulinzi bora sana hali ya kuwa jikoni kwako wamejaa wao. Ndio kile ambacho Ulaya amekizungumza juzi na ni Mark Rutte, na amesema ukweli, na niliwahi kulizungumza kuwa unakwenda kufanya maamuzi vipi ya kummaliza adui yako wakati adui yako unaishi naye chumbani kwako, kwa sababu hao maadui ambao wewe unataka amegeuka adui yako hivi sasa, anatembea kwenye korido zako zote, yuko mpaka jikoni kwako. Hivi huo mpango wa kummaliza unautoa wapi? Kila kona ya Ulaya kambi za Marekani. Marekani amejaza kambi za kijeshi Ulaya nzima. Vipi Ulaya watajinasua kutoka kwenye makucha ya Marekani hali ya kuwa Marekani anasikia kila wanachokifanya? Ndio ambacho huwa ninakizungumza kuhusu ulimwengu wa Kiarabu. Kuna mjadala mmoja huwa unaendelea kwenye mitandao na huwa nauangalia tu, alafu nashindwa kuelewa watu sijui wanawaza wapi, kuhusu Saudi Arabia. Wanakuambia Saudia hivi sasa imebadilika sana. Saudia inauza mafuta yake si tena kwa dola, imeamua kuuza kwa pesa za China na pesa ya Urusi. Yani kama Saudia inatoka kwenye dola. Kwa kweli hilo unaweza ukalizungumza hivyo, lakini this is not a reality. Kiuhalisia sio ukweli. Siku Saudi Arabia atakuwa na dhamira ya ukweli ya kuiweka dola pembeni, kuwa hatutoitumia tena dola katika biashara yetu, na ndio itakuwa siku ya mwisho ya ufalme wa Saudi Arabia kuwa madarakani. Na wala haiwezi kafika mbali, kwa sababu Saudi Arabia Marekani hawezi kutumia, hata kama alivyotumia Venezuela kuizingira siju kufanya nini, hawezi kutumia hivyo. Lakini pale pale watamuondoa mmoja, watapachika mwingine. Pale pale hapatozuka hata vita kwa Saudia Marekani kuibadili, wala hawezi kufanya vita. Ataondoa kichwa, anaweka kichwa. Hakuna wala haupo huo mpango wa Saudi Arabia kuiondoa dola, manake kuangusha uchumi wa Marekani. Marekani na yuko wapi? Kama Venezuela anaingia kwa anasema lazima tuwe Marekani hana aibu. Yani Marekani sio kuwa ni nchi inayofuata utaratibu eti na sheria na dunia inavyotaka sio tufanye nini. Haiko kwenye hayo mazingira. Marekani wao wanafuata maslahi yao na hawaoni aibu. Kama Trump sasa haoni aibu kugeuza kuwa White House kama genge la uhalifu ambao wanapanga uhalifu duniani tu. Hakuna lolote, yani kusema kuwa yani wanakaa White House wanapanga uhalifu, tukafanye uhalifu wapi? Ndio maisha wanayoishi hivi sasa, kuwa tukafanye uhalifu wapi? Basi ndio kitu pekee wanachokifanya. Sasa huwezi kusema eti hawa watazingatia hiki. Sasa
nilikuwa nazungumza kuhusu uwezo wa kujilinda. Sasa Iran wakaamua watafute ulinzi wao wenyewe. Yani project zao za makombora ni zao, uwezo wao wa drone ni wao, hali ya kuwa walizuiliwa kila kitu, hawapewi msaada wa aina yoyote na mtu yoyote. Wanatengeneza kila kitu cha kwao. Wairani wenyewe wanafahamu kabisa nguzo yetu ni uwezo wetu wa makombora. Hii ndio nguzo ambayo imesimika kwenye nyumba yetu. Au wanasema huu ndio ukuta ambao unamzuia adui asiweze kutugusa. Ni uwezo wetu wa makombora. Kama tungekuwa kinyume chake hapa, siku nyingi sana tungekuwa tumeisha nao. Sasa eti bwana mkubwa Marekani hataki watu, yani we kwako umejenga nyumba yako mwenyewe, hujamuomba jirani yako. Umeona kuwa labda uwezo wasiingie nipige ukuta, ukapiga ukuta. Ukaenda ukaweka short zile za umeme kwa juu, ukaweka ulinzi ule wa umeme. Kila kitu umeamua mwenyewe. Halafu jirani yako anakuambia kwa nini umejenga hivyo? Sitaki. Vunja ukuta. Nyumba tu tunataka tuwe tunaiona hivi nyumba. Hujanisaidia kufanya lolote. Pesa zangu, ukuta wangu na ninachokilinda cha kwangu. Vipi mimi nivunje ukuta kwa sababu ili wezi waingie? Wewe ndio mwizi mwenyewe au unatakaje? Yani kwa sababu sisi ulinzi wetu hauna tishio kwa mtu yoyote. Sisi ulinzi wetu ni wetu. Historia inaonyesha miaka 400 Irani hajavamia nchi. Miaka 400 wa Irani hawajawahi kutoka kwao kwenda kuivamia nchi. Miaka 400 iliyopita. Ila migogoro yote kuwa wao walifatwa, kuchokozwa, wakajibu. Na mara nyingi wameshinda. Sasa vipi mimi niondoe ulinzi wangu kwa sababu wewe tu unataka? Sasa wakati huo unaniambia mimi ondoa ulinzi wako, vunja ukuta wako. Halafu mtoto wako ambaye ni jirani yangu unamwambia ajenge ukuta wake uwe imara, upandishe juu zaidi, aweke umeme zaidi. Halafu mimi kwangu natakiwa nivunje ili anifanyie nini? Halafu kuna watu wanakaa nakwambia kwa sababu ya utawala uko. Nimewauliza mara kadhaa, hiki kinachoendelea hivi sasa, hizi ajenda zinazoendelea hivi sasa kwenye meza ambazo Marekani anawaita Irani wakae, kuna ajenda ya raia wa Irani walioandamana? Rahby Digital, haki na ukweli.